uwe wa juu mkoa wa Mara. Kwa kuanzia na hapa nyumbani ambapo mimi nimezaliwa, ningetamani sana kusikia kwamba Mheshimiwa Mnezi, safari hii lile jambo ulilolifanya limeleta mafanikio. Ndugu zangu walimu, naomba ushirikiano wenu, naomba sana imani yenu. Twendeni tukapigane, tukapambane, na sisi tuonyeshe nia kama mimi niliyoonyesha. Tunaweza tukafuata pia hata kwenye vifungu vya Biblia. Wanasema unapokwenda kumuomba Mwenyezi Mungu, ni lazima na wewe umtangazie ofa. Kwa sisi wa Kristo, ukisali ile sala ya Baba yetu, unamwambia Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yaani hapo unaanza kumsifia, ufalme wako ufike. Hizo ni sifa unamsifia. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Hizo ni sifa unamsifia hizo. Umenielewa vizuri? Ukimaliza tu kumfagilia bali unampiga kibomu Mungu, unamwambia sasa utupe mkate wetu wa kila siku. Hapo umempiga kibomu jamani. Lazima akubali. Kwa hiyo na nyinyi ni waombe, nendeni mkafanye jambo ili na mimi mbunge wenu nijione kwamba ili jambo nililolianzisha limeleta matunda, limeleta mafanikio. Ili na mimi nikirudi hapa, si unajua sisi wanasiasa huwa tunapenda sifa sana tukipewa mic. Na mimi nikifika hapa nikiambiwa, unajua Musoma mjini safari hii imekuwa ya kwanza kitaifa au ya pili, nawaambia kwenye mic hapa tatamka mambo makubwa sana. Na bahati mbaya mimi wasitamki tu, mimi ni mbunge wa papo kwa papo. Vipindi vyangu vyote mimi, ubunge wangu uliopita wa miaka 10 iliyopita, sijawahi kuahidi, uwasiahidi. Nikiwa na peni na kupa peni, nikiwa mkononi na daftari na kupa daftari. Kwa hiyo mimi ni mbunge wa papo kwa papo. Kwa hiyo haya maneno ninayoongea siyaongei tu kwa sababu ninayoongea. Natamani sana mje mnionyeshe sasa na nyinyi kwamba mimi nimewajaribu na nyinyi mmetenda, mmefaulisha vizuri. Kwa siku ya leo sina maneno mengi sana. Hilo ndilo lililonileta hapa, na ndio maana mliona nimetoa zawadi kwa walimu wa sekondari, kwa sababu kipindi kile na wao ndio walikuwa wamemaliza na watoto wamekwenda. Lakini bahati mbaya kwenu nikawa nimechelewa kwa kipindi kile. Zawadi hizo ninazianza sasa mwaka huu, baada ya kuwa mmefaulisha. Tutaitana tena katika ukumbi huu. Nimesema kwa walimu wale watakaokuwa wamefaulisha nafasi za kwanza kwa ufaulu wa juu. Yaani wewe kwa mfano kama umefaulisha watoto 10, basi utaondoka hapa hata kuliko mwalimu mkuu. Mfuko utakushinda kubeba. Ni wewe mwenyewe kwa raha zako. Kwa hiyo niombe mwende mkae na walimu vikao, waambieni kuna mashindano ya Agnes Marwa, ondoa 0 Musoma mjini, ondoa 0 mkoa wa Mara. Na mashindano hayo yanaanza mwaka huu. Kazi kwa walimu, watafundisha kwa staili ya kuruka, watafundisha kwa staili ya kucheza, watafundisha kwa staili ya kubembeleza. Ni wao wenyewe. Tunachotaka ni mkoa wa Mara na sisi tuongoze. Tumechoka kuwa wa mwisho, imetosha. Na tukiamua kwa umoja wetu